alipokuwa akienda zake, wanafunzi wake walimwendea wakamuonesha majengo ya hekalu. Yesu akawaambia, sawa, mnaweza kuyatazama haya yote. Kweli nawaambieni, hakuna jiwe hata moja litakalosalia hapa juu ya lingine, kila kitu kitaharibiwa. Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi walimwendea faragani wakamuuliza, tuambie, mambo haya yatakutukia lini? Ni ishara gani itakayoonyesha kuja kwako na mwisho wa dunia? Yesu akawajibu, jihadharini msije mkadanganywa na mtu, maana wengi watatokea wakisema kila mmoja kwamba yeye ndiye Kristo, nao watawapotosha watu wengi. Mtasikia juu ya vita na fununu za vita, lakini msifadhaike, maana hayo hayana budi kutokea, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja itapigana na taifa lingine, ufalme mmoja utapigana na ufalme mwingine. Hapa na pale patakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi. Yote hayo ni kama mwanzo wa maumivu ya kujifungua mtoto. Kisha watawatoeni ili mteswe na kuuawa. Mataifa yote yatawachukieni kwa sababu ya jina langu. Tena wengi wataiacha imani yao, watasalitiana na kuchukiana. Watatokea manabii wengi wa uongo watakaowapotosha watu wengi. Kwa sababu ya ongezeko la uhalifu, upendo wa wengi utafifia. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Ila kabla ya mwisho wa kufika, hii habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda kwa mataifa yote. Basi mtakapoona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Daniel limesimama mahali patakatifu, asomaye na atambue maana yake. Hapo waliopo Yudea wakimbilia milimani. Aliye juu ya paa la nyumba yake asishuke kuchukua kitu nyumbani kwake. Aliye shambani asirudi nyuma kuchukua vazi lake. Wale wote na mama wajawazito na wanyonyeshao siku hizo, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe siku za baridi au siku ya Sabato, maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijapata kuwako tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka leo, wala haitapata kutokea tena kama siku hizo hazingalipunguzwa. Hakuna binadamu yoyote ambaye angeokoka, lakini siku hizo zitapunguzwa kwa ajili ya wale walioteuliwa. Basi mtu akiwaambieni siku hizo, Kristo yuko hapa au yuko pale, msisadiki, maana atatokea kina Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Watafanya ishara kubwa na ajabu ya kuweza kuwapotosha, ikiwezekana hata wateule wa Mungu. Sikilizeni, nimekwisha kuwaonya kabla ya wakati. Basi wakiwaambieni, tazameni yuko jangwani, msiende huko, au tazameni amejificha ndani, msisadiki. Maana kama vile umeme uangazavyo toka mashariki hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Mtu. Pale ulipomzoga ndipo wakusanyikapo tai. Mara baada ya dhiki ya siku hizo, jua litatiwa giza, mwezi hautaangaza, nyota zitaanguka kutoka angani, na nguvu za mbingu zitatikiswa. Kisha ishara ya Mwana wa Mtu itaonekana angani, na hapo makabila yote duniani yatalalamika. Watamuona Mwana wa Mungu akija juu ya mawingu ya angani, mwenye nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika wake wenye tarumbeta la kuvuna sana, nao watakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia, toka mwisho huu wa mbingu hadi mwisho huu. Kwa mtini jifunzeni mfano huu. Mara tu matawi yake yanapoanza kuwa laini na kuchanua majani, mnajua kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Hali kadhalika nanyi mtakapoona mambo haya yote yakitendeka, jueni kwamba yupo karibu sana. Na waambieni ukweli, kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo haya yote kutukia. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini juu ya siku au saa hiyo hakuna mtu ajue itakuwa lini, wala malaika wa mbinguni, wala Mwana, Baba pekee yake ndiye ajuaye. Kwa maana kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Maana nyakati hizo kabla ya gharika kuu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka Noa alipoingia ndani ya ile safina. Hawakujua kuna nini mpaka ile gharika ilipotokea ikawakumba wote. Ndipo kutakavyokuwa wakati wa Mwana wa Adamu atakapokuja. Wakati huo watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. Kina mama wawili watakuwa wanasaga nafaka, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Basi kesheni, maana hamjui siku atakayokuja Bwana wenu. Lakini kumbukeni jambo hili, kama mwenye nyumba angejua siku mwizi atakapofika, angekesha, wala hangeiacha nyumba yake ivunjwe. Kwa hivyo nanyi pia muwe tayari, kwa maana Mwana wa Adamu atakuja saa msiyoitazamia. Yesu akaendelea kusema, ni nani basi mtumishi mwaminifu na mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya watu wake, awape chakula kwa wakati wake? Heri mtumishi yule bwana ambaye
Atakapokuja atamkuta akifanya hivyo. Kweli nawaambieni, atamweka mtumishi huyo aisimamie mali yake yote. Lakini kama mtumishi mbaya akijisemea moyoni, bwana wangu amekawia kurudi, kisha akaanza kuwapiga watumishi wenzake, akaanza kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake atakuja siku asiyoitazamia na saa asiyoijua, atamwadhibu vibaya na kumweka kundi moja na wanafiki. Huko kutakwako na kilio na kusaga meno. Asante msikilizaji wangu kwa kuendelea kufuatilia simulizi hizi. Simulizi hii ni kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 24. Jina langu ni Edina Christian na hii ni Bukelebe TV.